mchezaji wa timu ya Mashujaa. Hii ni timu miliki ya jeshi. Tuko hapa katika kuangalia moja na mbili juu ya maisha yake ya mpira, lakini hasa huyu ni mmoja kati ya wachezaji walikutana na masahibu makubwa ya kupata majeraha ya muda mrefu. Tutaangalia safari yake ilikuwaje, ya majeraha aliyopata. Atatuelezea kwa kina, na mpaka sasa amerudi uwanjani ilimchukua muda gani, ili tuweze kupata kile ambacho tumekikusudia. Mimi ni Hatim Naheka, nitaka kuongezea mahojiano. Nyuma ya kamera yuko Ali Mlanzi. Mapinduzi, habari ya leo? Salama kabisa. Hivi Mapinduzi, kwanza nielezee ili jina la Kipenseli lilitokana na nini? Kipenseli ni jina ambalo tulikuwa tunaitumia nikiwa Lansi. Ni kama salamu. Yani kama mambo mtu anavyojibu fresh. Misa ile mambo kama penseli, yani fresh. Umeona? Kwa hiyo watu kwangu mimi nilikuwa napenda kusema vile, watu wakalichukulia kama jina. Kwa hiyo likaenda kama jina, yani mpaka leo wananiita Penseli, lakini sio kwamba ni jina ambalo lilikuwa kabisa special kwamba wananiita Penseli, hapana. Mimi kwangu ni kama salamu. Kumbe tofauti na watu wanavyosema labda Kipenseli labda kwa sababu wewe kafupi, unajua vile penseli vya shuleni vile. Hapana, sio kweli. Hii kwangu ilikuwa kama salamu. Kwa hiyo nilipokuwa napenda kutamka neno Penseli, watu ndio wakachukulia kama jina. Yani mazoea, unajua kila kitu tunachozoea kukifanya, watu ndio wanakichukulia hivyo. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa kama salamu. Kwa hiyo watu wakachukulia kama jina hivyo. Vipi maisha ya Mashujaa? Kwa upande wangu maisha ya Mashujaa, na nafurahia sana kwa sababu ni timu ambayo imenyooka kwa kila kitu. Una kitu ambacho kile mchezaji ambacho anaweza kuhitaji kwa Mashujaa anakipata na kwa wakati. Kwa hiyo ni timu ambayo nafurahia kuwepo hapa. Natamani hata kubaki miaka yote, kwa sababu ni timu ambayo yani ina vitu ambavyo mwenyewe nilikuwa navihitaji, maisha mazuri. Kwa hiyo ni timu nzuri. Ni timu nzuri. Kipenseli, tuelezee juu ya wewe. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao walipata injuries kubwa sana ambayo ilikuwa inahatarisha hata maisha yako ya soka. Uliumiaga nini na ukiwa klabu gani? Nakumbuka nilikuwa Yanga. Injury yangu mimi nakumbuka tulikuwa tunajiandaa na mchezo wa Ndanda. Mechi na Ndanda ilikuwa katika mazoezi kujiandaa kutokana na viwanja vyetu hivi. Ilitokea tu step nataka kublock mpira, kuacha mguu, ndio nikapata injury kama hiyo ambayo inipelekea kupata kreki ya mfupa. Kwa hiyo nadhani nilikaa nje takriban miaka miwili bila kucheza mpira. Miaka miwili bila kucheza mpira, na ilipelekea kweli kuisha matumaini ya kurudi tena kwenye mpira. Ila kutokana na watu walionizunguka shauri nini, nikawa naendeleza kuweka matibabu yangu vizuri, na nashukuru Yanga walinisaidia. Na kwa upande wangu mimi tu nitumia hela nyingi sana, ifika karibu milioni 20 hasa. Kama mimi nitumia pesa hiyo, sijajua kwa upande wa Yanga wao walitumia pesa kiasi gani, kwa sababu walitumia gharama kubwa, walinisafirisha mpaka Saudi. Na Saudi kwa nilikaa takriban miezi miwili na kidogo South Africa kwa sababu ya matibabu yangu. Sababu injury yangu mimi ilikaa muda mrefu bila matibabu yale mazuri. Yalitokana na nini? Ile yalitokana na tuseme na kuichukulia kawaida injury. Yani ilikuwa mlikuwa mnaona kama ni kitu cha kawaida kidogo. Kumbe ilikuwa ni injury kubwa sana. Kwa hiyo tulipofika South kule ikabidi tuanze matibabu upya, na kwa sababu nilichelewa kufanya matibabu hayo, kwa hiyo ilinichukua muda mrefu kurudi, kwa sababu nadhani South nilienda baada ya kukaa karibu miezi 7 au 8 kabla sijatibiwa. Kwa hiyo nilikuwa hapo na maumivu, nilikuwa sijatibiwa karibu na miezi 7-8. Kwa hiyo nilivyoenda kule ni kama nilikuwa naanza upya tena kutibiwa. Kwa hiyo tena ni process nyingine. Walipofika South walisema umeumia eneo gani? Nilikuwa ni ankle, nilikuwa nimecrack kidogo. Nilikuwa nimecrack mfupa, kwa hiyo ikabidi nifanyie operation. Kwa hiyo chukua
ilichukua takriban kama tena takiwa nikae tena miezi 6 tena. Yaani ukiacha ile 6 ya awali kuna 6 tena unatakiwa ukae baada ya kufanya operation. Na bado tuna hapo tena baada ya kukaa miezi 6 tunatakiwa tena kuanza kutafuta recover tena tena miezi karibu tena 4. Umeona mpaka ukawe vizuri kabisa. Kwa hiyo kwangu ilichukua karibu miaka 2 bila kucheza mpira. Kwa hiyo ni kitu ambacho inatakiwa uwe jasiri vile vile uwe na watu washauri wazuri ambao wanakuzunguka. Bila hivyo kwa mchezaji unaweza kukata tamaa. Na uzuri mimi nishukuru Mungu niliumia kwenye timu ambayo kidogo ilionyesha kujali. Kujali kama ingekuwa timu sio ya kujali kwangu ilikuwa yani sidhani kama hata leo nilikuwa na uwezo wa kucheza tena mpira. Kwa hiyo nashukuru Yanga pia walinisaidia kwa hilo. Walinisaidia kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo ni hivyo. Wakati uko kwenye injury ile mwanzoni na mpaka upasuaji ulifanywa mara moja tu? Mara moja. Upasuaji ulifanywa mara moja. Ulikuwa unapata hofu gani baada ya kupata ile injury? Yaani kwanza nilipopata ile injury kwangu mimi niona ya kawaida. Hata madaktari kipindi kile nilikuwa nao walichukulia kawaida. Kwa hiyo walichukulia kawaida na mimi nikajipa moyo, inawezekana baada ya miezi 3 nitapona tu. Umeona? Kwa hiyo nikafungwa pio. Kwa hiyo ilipofika ile miezi 3 kuja kufungua pio nakuta hali iko vile. Unaona? Nikawa bado mguu wangu haujawa sawa. Kwa hiyo ndio wakaanza kupiga mahesabu nini shida. Kwa tukaanza kuzunguka tena hospitali za hapa Tanzania. Kuzunguka wakatuambia tununue kiatu kile kinachofanya cha kuvaa kile. Tukanunua tena kile, nikavaa tena kwa miezi kadhaa tena. Kile kinauzwaje kile? Gharama yake sijajua alichukua alinunulia Yanga wenyewe. Kwa hiyo nilivaa kile baada ya miezi kadhaa tena kuja kuacha tena ukivaa tena hali ni ile. Unasikia maumivu? Maumivu yako pale. Kile unakanyaga. Kwa hiyo sababu hata mazoezi ni kwa yani hata mazoezi kabisa hata kukimbia ni kwa siwezi. Yani ndani ya miezi karibu 6 hiyo hata kukimbia ni kwa yani kutembea tunapata shida. Kwa hiyo ndo wakaamua kuchukua maamuzi ya kunipeleka South. Walipofika South Africa madaktari walisemaje katika baada ya kukupima wakasema nini? Kwa South nilipofika baada ya madaktari kunipima yani ilikuwa ni tofauti kwa asilimia karibia 100 na sehemu tulikuwa tunapita huku Tanzania. Sababu aliniambia nitakiwa kufanyia operation, kitu ambacho mwanzo sijawahi kukifikiria na sijawahi kuambiwa. Kwa hivyo na mimi nafanyia operation tu, akaniambia tuna operation hii itakuwa kubwa. Utabidi ukae miezi 6. Umeona? Na nikicheki mimi nitakiwa natamani kucheza. Kwa hiyo nilifikiria, wakaniambia niombeni kwanza nifikirie kwamba inakuaje hii miezi 6 tena wakati nishakaa tena miezi 6. Tuna miezi 6 nikae kwamba natibu tu jeraha. Sijaanza kufanya mazoezi. Yaani miezi 6 ya kutibu tu jeraha. Kwa hiyo nilikaa nifikiria kwanza kabla sijatoa maamuzi mwenyewe, ila uzuri kwa sababu nikawa nimesema kwamba maisha yangu ni mpira. Na nimepata fursa Yanga amejitolea kunitibu. Kwa nini nikatae? Kwa hiyo nikaa hapa nikafikiria na ulizuia kwanza programu yote ya upasuaji kwanza kwa sababu nikaona hii inakuaje tena hii. Yaani tena nimekaa miezi 6 sijapona tena nikae tena miezi 6 tena ya kutibu majeraha yangu tena. Tena hiyo miezi 6 sio kusema narudi uwanjani. Miezi 6 ya kutibu tu majeraha yangu. Nikaona sauti na mtihani huo. Kwa hiyo ili nipa kufikiria sana. Kwa hiyo na nikicheki mkataba wangu ndio ulikuwa unaenda mwishoni. Kwa hiyo nikasema hiki nini? Basi nikasema hamna njia nyingine zaidi ya kufanya operation. La sivyo basi pumzika, acha tu mpira, kwa sababu huwezi kufanyaje kucheza mpira sasa pale. Kwa mkataba wako uliisha Yanga ukiwa bado uko kwenye matibabu? Yanga mkataba wangu umeisha. Mimi tayari nishapona na mazoezi nishaanza. Hata kuna baadhi ya mechi nilikuwepo. Kwa Yanga nimeondoka nikiwa nzima kabisa 100%. Wakati huo uko kwenye injury hii ya muda mrefu, familia ilikuwaje? Walikuwa wanakuambia nani alikuwa anakumotivate kwenye hili?